Shetani akiwekeza nguvu kumzuia mtu, hatawekeza nguvu kumzuia jambo, na hatawekeza nguvu kuzuia kusudi. Atawekeza nguvu kuzuia majira, na atawekeza nguvu kuzuia nyakati. Na kwa sababu hiyo atakupa uhuru wa kufanya, ila nje ya nyakati na nje ya majira. Kanisa, haleluya. Wana wa Mungu, haleluya. Mungu alipomuumba mwanadamu alimwekea nyakati na majira, na ndani ya majira ameweka jambo la kufanya, na ndani ya nyakati ameweka kusudi la Mungu na makusudi ya wewe kuumbwa. Ndio maana lile kusudi likikoma kiroho, tunasema nyakati zako zimekoma. Kwa hiyo unatakiwa kurudi kwa Baba. Kwa nini unarudi kwa Baba? Nyakati zimekoma. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kati ya kitu ambacho Mungu amempa mwanadamu ni akili ya kujua kitu cha kufanya kwenye nyakati. Na kati ya nguvu ambayo shetani anatusumbua ni kuhakikisha hizo nyakati aziji, au atupati akili ya kujua cha kufanya kwenye nyakati. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12. Bwana Yesu apewe sifa. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 12:32. Wapendwa, tumepata? Wana wa Mungu, tumepata? Tunaweza tukasoma wote? 1, 2, 3. Watu wenye akili za kujua. Bwana asifiwe. Unaweza ukalala hapa siku kwa siku ukisoma na kufunuliwa mambo, lakini naomba turudie tena mara ya pili. Na wana Bwana asifiwe. Kwanza Mungu aliteua watu 200. Watu 100 ngapi? Akawapa akili. Akili ya kufanya nini? Ya kujua nyakati. Wakishajua wajue cha kufanya. Kwa kati ya kitu ambacho kanisa Mungu anatakiwa atupe ni watu wenye akili za kujua nyakati. Ya kwamba katika wakati huu tunatakiwa kufanya nini? Kati ya watu ambao Mungu anatakiwa atupe kwenye familia ni watu wenye akili za kujua nyakati. Hebu sema akili za kujua nyakati. Na kisha jua nyakati ajue cha kufanya. Kwa hiyo Mungu ametupa akili tuzijue nyakati, na kisha jua nyakati tujue cha kufanya. Lazima uwe na akili ya kujua huu wakati unafanya nini. La sivyo usilale mwana wa Mungu. La sivyo kitakachotokea utapishana na nyakati, na hizo nyakati zina kusudi la Mungu. Huwezi kuandaa maua ya Christmas Januari.
utapiga hasara. Sawa sawa wana wa Mungu? Sawa sawa. Huwezi ukaandaa miti ya Christmas Februari, utapata hasara. Zinapokuja nyakati za Disemba, Mungu atakusemesha hizi ni nyakati. Kwa kama unafanya biashara, lazima akupe akili ya kujua cha kufanya kwenye nyakati. Tunaenda sawa sawa? Kwa sababu uchumi wa kibiblia hauko kwenye vitu, uko kwenye nyakati na majira. Na ndo maana ukitaka kujua uchumi uko kwenye nyakati, angalia vitu unavyouza. Kama bado unauza sanitizer kama kipindi cha corona, kwa nini? Kacheki wale watu waliouza ndoo za kunawia corona, kama bado wanauza zile ndoo mpaka sasa. Kuna biashara zilianzishwa corona na zikafa corona ilivyoisha. Hata waliokuwa wanatembeza madafu walianza kutembeza marimao. Ndo nkaja kuelewa kumbe tunadanganywa. Rimao hazikaushi damu, la sivyo tungeisha damu kipindi cha corona. Kanisa, Bwana asifiwe. Nyakati zikija, ziwe nzuri ziwe mbaya, lazima Mungu akupe akili ya kujua cha kufanya ndani ya huo wakati. Ukipishana nao umekwisha. Akili maana yake nini? Akili maana yake kuelewa. Akili si imani. Akili ni kuelewa. Okay, wababa wananielewa kupita wa mama. Kwa sababu Biblia inasemaje? Ishini na wake zenu kwa nini? Bwana asifiwe. Mungu anaposema tukae nao kwa akili, si kwamba wana akili. Wana akili, ndio maana tunatakiwa tuishi nao kwa nini? Mimi sizungumzi mambo ya ndoa. Tulikubaliana na mke wangu tutaendesha mambo ya ndoa baada ya miaka 15 ya ndoa, na sasa hivi tuna 8, kwa hiyo bado 7. Bwana asifiwe. Nachotaka kusema ni hivi, akili maana yake nini? Akili maana yake kuelewa. Mungu anaposema ishi nao kwa akili, ule mstari unaweza ukanisaidia kueleza maana ya akili. Inakutaka mwanamke siku zote anataka kuelewa. Ndio maana Biblia inasema muishi nao kwa akili, msiishi nao kiroho. Ukienda kuishi nao kiroho umekwisha. Na ukiwa na mchumba wako unaishi nao kiroho, you are finished. Kwa sababu Biblia inaniambia uishi nao kwa akili. Akili maana yake kuelewa. Hujanielewa? Siku moja nilitoka nyumbani asubuhi nikaenda ofisini. Wakati tuko kwenye mizunguko nilisahau handkerchief ofisini. Kwa hiyo nikanunua handkerchief nyingine dukani. Ndio nikaiweka mfukoni nikarudi nyumbani. Nimefika nyumbani natoa ile handkerchief najifuta. Mkangu akaniuliza, handkerchief ya asubuhi imeenda wapi? Kwa sababu nilikuwa ninajua Biblia inasema uishi nao kwa akili, maana anataka kuelewa handkerchief ya asubuhi imeenda wapi. Hivi kumbe huyu aliona hadi handkerchief. Anataka kuelewa umepita wapi mpaka ukaacha handkerchief. Hujaelewa? Si kwamba una hela, ila ukirudi na viatu vipya lazima useme umevitoa wapi. Akikucheki namna hii anakuuliza, hivyo viatu vipya umevitoa wapi? Usijaribu kumwambia nimevinunua nina hela, anataka kujua umevitoa. Hujaelewa? Ukimpa milioni akuwekee ataweka. Ukienda kumwambia naomba ile milioni yangu, anakuuliza unapeleka wapi? Usifikiri anayo. Ile lazima umwambie unapeleka wapi ndio akupe. Usipoeleza vizuri akupi. Akili anataka kuelewa. Sasa ukimkemea kiroho, you are finished. Kwa sababu Biblia ikukuagiza uishi naye kiroho, imekwambia uishi naye kwa akili. Anajua wewe ni fundi. Kwa hiyo kuna uwezekano wakati unajenga jiwe likakugonga, ila ukirudi na nundu atakuuliza, hiyo nundu umetoa wapi? Ukimwambia nilijikwaa, atakuuliza kulikoni, kitu gani kimetokea? Hujaelewa? Mnaweza mkawa mmekaa sebuleni
kikapita kitu huko nje, wote mko pale, alafu wanakuuliza nani huyu? Kanisa, haleluya. Hii ndio, na usijaribu kumkemea, lazima ujibu, mwambie mwizi. Na ukimwambia mwizi atakujiuliza swali la pili, tunafanyaje? Lakini ndivyo alivyoumbwa. Mungu ameweka akili ndani yake, kwa lazima aelewe. Kanisa, haleluya. Sasa wana subiri akuulize nani anapita, alafu mwambie si sote tuko hapa, uone kimbembe chake. Anaamini, unajua. Wewe mjibu tu, mwizi. Kanisa, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa Mungu amempa mwanadamu akili. Ndio maana ya kuishi kwa akili. Akili maana yake kuelewa. Kwa mtu yoyote mwenye akili kama mwanamke lazima atahoji kuelewa. Huo uelewa Mungu ameuweka kwenye nyakati na majira utusaidie kwenye uchumi na maisha ya kila siku. Kwa nyakati zinavyokuja lazima muombe Mungu akupe akili, si imani, akili ya kujua cha kufanya. Haleluya. Kuna watu walipanda malimao kipindi cha corona, na wakati yanakuwa corona ilishaisha. Lakini kitu gani aliona? Aliona malimao yanatafutwa sana. Lakini usifikiri wakati corona inakuja Mungu hakujua. Kama Mungu angetaka kujenga uchumi wako na corona, angekusemesha mapema upande malimao. Nyakati za corona zinakuja. Kanisa, Bwana asifiwe. Wana wa Mungu, Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa akili ya mwanadamu, kati ya kitu ambacho shetani anapambana nacho ni nyakati na majira. Ili akija usiwe na akili ya kujua cha kufanya, upishane nayo, na ukipishana nayo umekwisha. Yoheli anasemaje? Kitabu kile cha Yoheli sura ya kwanza. Yoheli sura ya kwanza. Okay, kama mtu anaweza akatuwekea hapa tukasoma wote kwa haraka, inaweza ikatusaidia. Yoheli sura ya kwanza. Yoheli sura ya kwanza. Ili nione kama naweza nikae chambua pole pole. Yoheli sura ya kwanza mstari wa 4. Yoheli sura ya kwanza mstari wa 4. Mungu akubariki. Tunaweza wote tukaona huku mbele. Kule nje mnaona vizuri? Bwana asifiwe. Muda si mrefu tutahamia kwenye hema, msiwe na shida. Wapendwa, naomba tusome wote kwa pamoja. Hii kweli hatari. Kulikuwa na nzige, kulikuwa na palale, kulikuwa na madumadu. Bwana asifiwe. Yaliyosazwa na tunutu yaliliwa na nini? Na yaliyosazwa na nzige yaliliwa na nani? Na yaliyosazwa na palale yaliliwa na nani? Swali la kwanza, tunutu, palale na madumadu walikula nini? Kwa sababu Biblia inasema yaliyosazwa. Huu mstari hautuambii wazi yaliyosazwa ni mambo gani, lakini inatuambia yaliyosazwa yaliliwa. Lile neno yaliliwa yanatupa kujiuliza kitu gani kililiwa. Na huu mstari hauelezi vizuri kitu gani kililiwa. Ukisogea sura ya pili, ule mstari wa 25. Sura ya pili mstari wa 25. Tumepata? Okay, tayari ameshatuwekea mwenzetu. Tusome wote kwa pamoja.